So huo ni ujumbe ambao umekataliwa. Wale wanao claim, wale wanaodai kwamba ujumbe wanahubiri lakini hawahubiri, wanatamka tu kwa maneno. Na ikiwa wale ambao wanaodai waliopata kweli ambao ni wasabato, Wayahudi wa kiroho, the spiritual Israel, walikuja wakafika mahali wakafanya handshake na mwenye wangehubiria, kwa sababu walipofanya handshake na mnyama, sasa watahubiria mnyama. So it means wamekataa, wamesema hii hatutaki. Sauti ya tarumbeta hatutapiga tarumbeta. Maanake wamekataa ujumbe wa wakati. So sisi tumeitwa kwa ajili ya kuhubiri ujumbe wa mwisho. Pia tuko na nafasi ya kuzungumza hata ule ujumbe wa kwanza. Ujumbe wa kwanza, ujumbe wa pili, na tucombine na ujumbe wa tatu, ili dunia ikaweza kuandaliwa kwa ajili ya marejeo ya Kristo. Kwa hivyo sehemu yetu sisi ni kupiga tarumbeta. Sehemu yetu ni kurekebisha. Hebu enda kwa ile Yeremia 1:10. Na kuna nafasi kubwa yenye iko kwa wana matengenezo. Wasema hivi. Yeremia 1:10. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme. Nimekuweka juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa, ili ukapata nafasi ya kung'oa na kubomoa, ukapomoe, na kuharibu, na kuangamiza, uangamize, ili kujenga na kupanda, na kupanda. Kwa hivyo hii kazi, it is the same, ni kazi ya kurejesha misingi iliyoharibika. Misingi iliyoharibika. Elimu ikaacha kwa Muisraeli wa kiroho, elimu potofu, elimu ya uongo. Mungu akabadilishwa kutoka kwa Mungu wa pekee wa kweli hadi akawa nani? Akawa miungu. Ikawa sasa ni miungu mitatu. Hii miungu mitatu inaunganisha, inakuwa Mungu mmoja. Does it make sense? Ati miungu mitatu inaweza kuwa Mungu mmoja? Impossible. Sinaona hii elimu ni elimu mbaya. Elimu ya upotofu. So kitu ambacho nilikuwa nataka tuangalie, utatu uliingia kwa Sabato kwa njia ya siri.